Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Nezia Masinde, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Kiwanda cha kwanza nchini cha kuzalisha baruti na vilipuzi kilichopo eneo la Visegesege wilayani Kisarawe mkoani Pwani chazinduliwa. Kuelekea uchaguzi mkuu mwezi Oktoba mwaka huu, vijana mkoani Njombe watakiwa kuchangamkia fursa za uongozi. Na katika habari za kimataifa, watu zaidi ya 100 wauawa kwenye shambulio nchini Sudan. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie. Waziri wa madini Anthony Mavunde amezindua kiwanda cha kwanza nchini cha kuzalisha baruti na vilipuzi kilichopo eneo la Visegesege wilayani Kisarawe mkoani Pwani, ambacho kitaweza kuzalisha baruti milioni 15 kwa mwaka dhidi ya mahitaji ya milioni 10 pamoja na vilipuzi tani 22,000 dhidi ya mahitaji ya tani 26,000. Taarifa iliyoandaliwa na Ellen Manyangu inasomwa na Miriam Mlaponi. Waziri Mavunde amesema kiwanda hicho ni cha mfano nchini na kwamba sanjari na kupunguza uagizaji wa bidhaa hizo kutoka nje, pia kitaongeza ajira kwa Watanzania zaidi ya 300 kwa kuanzia, idadi ambayo itaongezeka hadi 1000 na kuongeza mzunguko wa fedha ndani ya nchi. Sekta hii kwa kiwango kikubwa sana inategemea sana baruti na vilipuzi. Hii ni kati ya mahitaji makubwa sana katika migodi. Nchi yetu ya Tanzania kila mwaka inaagiza baruti na vilipuzi kutoka nje ya nchi. Vilipuzi ambavyo tunaviagiza kwa mwaka ni vilipuzi milioni 10 kwa kila mwaka, na baruti ambayo tunazalisha ni tani 26,000. Sasa sisi tumepata bahati Kisarawe. Kisarawe hapa kinajengwa kiwanda chenye thamani ya zaidi ya dola milioni 8 sawa sawa na bilioni 19, ndo thamani ya kiwanda hichi hapa. Kiwanda hichi kitakuwa kina uwezo wa kuzalisha baruti tani 22,000 kwa mwaka. Maana yake ni kwamba mahitaji yetu kwa mwaka ni baruti tani 26,000. Kiwanda hichi kina uwezo wa kuzalisha 95% ya mahitaji ya baruti yote ya nchini Tanzania. Haya ni maendeleo makubwa sana. Kwa upande wake, Petro Magoti, mkuu wa wilaya Kisarawe, ameiomba serikali kusaidia kutatua changamoto za miundombinu, hasa barabara na huduma ya maji katika eneo hilo la viwanda, kwani maji yanahitajika kusogezwa kwa kilomita 3 kutoka Kibaha hadi Visegesege, na pia barabara ya mkato ikijengwa itarahisisha usafirishaji wa bidhaa kwa kutumia reli badala ya magari makubwa. Sisi hapa Kisarawe ikifika saa 12 saa 1 unakuta daladala zimepungua kwa sababu ya hizi barabara. Mheshimiwa Waziri Jaffa amepambana sana, na tumepata kilomita 34.5 ambayo inatoka hapa mpaka Mwanarumango Mrandizi, ambao Mheshimiwa Waziri amesema atakuja hivi karibuni kwa ajili ya mkandarasi kuingia site. Kwa hiyo tunakuomba tusaidie hapa. Haya mambo mengine, masuala ya ulinzi na usalama hapa, wawekezaji hata mbu hawaumi. Ulinzi uko vizuri Mheshimiwa Waziri, tumeimarisha vizuri, na mimi ni DC ambaye kwa bahati nzuri nina vikosi hapa viwili, kwa hiyo ulinzi uko imara. Hawa hapa hakuna mtu hata anaweza kaiba nondo hapa. Naye Milindi Deshmark, mkurugenzi mtendaji wa Solar Nitrochemical Limited, anasema wanatarajia kufikia uzalishaji wa 85% ndani ya miaka 5 ijayo, huku wakianzisha teknolojia za kisasa. Huku Kisho Bohamale, mkurugenzi mkazi wa kampuni hiyo, amesema wanatarajia kusambaza bidhaa kwenye masoko ya Afrika Mashariki na Kusini, na kuishukuru serikali kwa mwongozo na usaidizi. Ni taarifa yake Ellen Manyangu iliyosomwa hapa studio na Miriam Mlaponi. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Vijana UVCCM Taifa Mohamed Ali Kawaida amewataka vijana mkoani Njombe kuchangamkia fursa mbalimbali za uongozi ili kupata nafasi ya kuwakilisha vijana katika ngazi mbalimbali za maamuzi. Taarifa zaidi na Ibrahim Mlele kutoka Njombe. Mwenyekiti wa UVCCM Taifa Mohamed Ali Kawaida amesema hayo akiwa ziarani mkoani Njombe katika jimbo la Lupembe, ambapo amesema kuwa tayari Chama cha Mapinduzi kimetangaza kuanza kwa zoezi la uchukuaji wa fomu na urejeshaji za kugombea nafasi mbalimbali za uongozi. Hivyo ni muhimu vijana kuanza kuchangamkia fursa hizo ili vijana waweze kupata nafasi ya kuingia katika vyombo mbalimbali vya maamuzi. Moja ya ajenda iliyoleta ni kutizama uhai wa Chama cha Mapinduzi. Lupembe hapa sina hofu. Ajenda ya pili ilionileta hapa ni kuhamasisha vijana kugombea.
Nikitazama na huku namuona kijana. Nikuombeni sana vijana kujitokeza kwa wingi katika kuwania na kugombea nafasi mbalimbali katika uchaguzi huu wa dola. Mbunge wa jimbo la Lupembe Mheshimiwa Edwin Enos Swale, licha ya kuhimiza vijana kuchangamkia fursa za uongozi, ameeleza mafanikio yaliyopatikana katika utawala wa Rais Samia, huku akieleza juu ya ujenzi wa barabara ya lami inayotarajia kuanza kujengwa siku za usoni ndani ya jimbo hilo. Kabla ya Mama Samia Suluhu Hassan, miezi kama hii usingefika Lupembe barazani. Aliyefanya hii barabara huu mwezi wa 4 inapitika mpaka Lupembe ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Lupembe uongo kweli? Kwamba Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ahadi yake ambayo ameitoa Lupembe, na mimi mbunge nimethibitisha, wakandarasi wamekuja kuona barabara, na jana nimeambiwa ile tenda imeshafika mwishoni, ujenzi unaanza wa lami. Makofi kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa mwenyekiti wa vijana taifa, katika jimbo hili la Lupembe yako maeneo ambayo hata pikipiki zilikuwa hazifiki, kama kule Tembele Madeke, kama kule Ikondo kule chini. Mama Samia akapeleka shule za msingi na vituo vya afya. Makofi kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Changamoto za Lupembe zote ambazo leo zingine umeziona, zikiwemo za shida ya barabara ambayo umeiona leo, bila shaka kwenye ilani ya mwaka huu utahakikisha fedha hii barabara ifike mpaka Madeke kule chini. Makofi mengi sana. Samuel Mgaya ni mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Njombe, amesema vijana ndani ya mkoa wa Njombe wameendelea kunufaika na mikopo ya 10%, huku mkuu wa wilaya ya Njombe Juma Sweda akiwataka wananchi wa jimbo la Lupembe kuungana kwa pamoja ili kuleta maendeleo. Mkoa wa Njombe umenufaika na mikopo ya 10% kwa kiasi cha shilingi bilioni 5, ambayo bilioni 5 hiyo imeenda kwenye halmashauri 6. Halmashauri zote zimenufaika, lakini katika hiyo bilioni 5, vijana mnisikilize vizuri, vijana peke yao wamepata kiasi cha shilingi bilioni 2. Vijana wa Lupembe wa halmashauri ya Njombe DC wamepata milioni 509. Sisi tunawaombea watendaji ambao ni afisa maendeleo wa halmashauri na ngazi ya kata waendelee kutoa elimu kwa vijana hawa ili wanufaike na hiyo mikopo. Hapa mimi nina watu kazi yao kuandika tu. Wanaandika kwenye mitandao, wanazunguka na barua kila siku kwenye wizara huku. Unachelewesha maendeleo ya Lupembe. Acha kutembea na barua, kutembea kwenye wizara, unachelewesha maamuzi ya watu wa Lupembe. Lazima tutembee pamoja kama wananjombe. Tukitaka tufanikiwe kwa haraka, lazima tuwe kitu kimoja. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Njombe, hii ni TVE Habari. Mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Ni taarifa yake Ibrahimu Mlele. Chama cha wananchi CUF kimetoa msimamo wake kuwa hakina mpango wa kususia uchaguzi mkuu, bali kitashiriki uchaguzi huo, huku kikimtaka Rais Dr. Samia kufanya marekebisho madogo ya sheria ya uchaguzi ili kuwezesha uchaguzi huo kuwa wa huru na wa haki. Mrisho Mapeo ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza katika mkutano wa hadhara uliofanyika eneo la Manzese jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa CUF Taifa Profesa Ibrahim Lipumba amesema ili uchaguzi kuwa ni huru na wa haki ni muhimu kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuitisha kikao cha wadau wa demokrasia ili kujadili mapungufu kwenye sheria ya uchaguzi na kufanya maboresho. Aidha, Profesa Lipumba amezungumzia changamoto zinazowakabili vijana kwa sasa, ambapo amesema vijana hawana ajira na wana maisha magumu, hivyo ni muhimu kuwa na mikakati bora, kwani chama cha wananchi CUF kina mikakati bora kupitia wataalamu wake wa uchumi ili kuongeza ajira. Mimi hapa natoa wito kwa rais. Tuna rais mmoja, pamoja na madudu yote yaliyotokea 2020, sisi tunamtambua Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ana dhamana kubwa. Awaite wadau wa uchaguzi, wadau wa demokrasia, tuweze kubadilishana mawazo, tutazame mambo ya kuweza kuyakamilisha ili kuwapa matumaini wa Tanzania kwamba uchaguzi utakuwa huru na wa haki.
ana dhamana hiyo. Tusione mambo yalivyo, Watanzania wavumilivu, lakini uvumilivu unaweza ukafikia mwisho. Uvumilivu una kikomo. Hali ya maisha ya wananchi ni ngumu, pamoja na matatizo yaliyopo. Wito wetu sisi, tukae na rais, tutazame matatizo yaliyopo katika taratibu zetu za uchaguzi, tuweze kutazama mambo gani ya kufanya kuwajengea matumaini wa Tanzania kwamba uchaguzi unaokuja utakuwa huru na wa haki. Hata hivyo, amezungumzia suala la kuwa na serikali ya umoja wa kitaifa endapo chama hicho kitapata fursa ya kuingia madarakani ili kupata katiba mpya, kuimarisha uchumi, kuongeza ajira, kuwa na sera bora za kutumia rasilimali za nchi ziweze kuwanufaisha Watanzania na kuboresha elimu. La chama cha CUF, lengo letu, ikiwa tutaingia madarakani tukipewa fursa na Watanzania, tutaunda serikali ya umoja wa kitaifa. Serikali ya umoja wa kitaifa ambayo kazi yake moja kubwa itakuwa kukamilisha upatikanaji wa katiba yenye misingi ya demokrasia inayotokana na maoni ya wananchi. Na kuwasusia CCM uchaguzi wabakie peke yao. Lazima tuende na mkakati kama wanavyosema, itakapodungwa ngoma ndivyo tutakapoicheza. Ikiwa msele itakuwa msele kama hiari ya moyo, tena ya Tabora hiyo. Kwa upande wake, mkurugenzi wa habari, uenezi na mawasiliano na umma kutoka chama cha CUF, Mhandisi Mohamed Ngulangwa, amezungumzia suala la baadhi ya vyama kusaliti maazimio ya TCD, ambapo kupitia mkutano wa TCD walikubaliana kufanya maboresho madogo kwenye sheria za uchaguzi badala ya kudai katiba mpya ndani ya muda mfupi. Ni taarifa yake Mrisho Mapeo. Serikali wilayani Nachingwea mkoani Lindi imewahakikishia zaidi ya wakazi 8,000 wa wilaya hiyo walioathiriwa na uvamizi wa makundi ya tembo kuwa inaendelea na mchakato wa ulipwaji wa kifuta jasho na kuimarisha mifumo ya kukabiliana na wanyama hao ili wasiweze kuvamia makazi ya wananchi. Goodluck Msola ameandaa taarifa zaidi. Hayo yamesemwa na mkuu wa wilaya Nachingwea Mohamed Moyo wakati akieleza juhudi za serikali na wadau wa maendeleo katika kuhakikisha athari za wanyama hao kwa binadamu zinapungua. Ni faraja kwamba Rais Samia amesikia kilio cha wananchi. Wananchi watambue kwamba serikali yao haiwabezi, haiwadharau, lakini inaonea huruma, na pale ambapo serikali inapopata uwezo itaendelea kudhibiti wanyama hawa. Lakini kipekee wananchi waendelee kutoa ushirikiano kwa wanahifadhi hawa TAWA. Pale ambapo kutokezea wanyama wako wengi, basi watoe taarifa moja kwa moja kwa watu wa TAWA. Kwa upande wake, Beatus Maganja, afisa habari kutoka mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori nchini TAWA, pamoja na Linus Chua, mhifadhi mkuu kutoka kanda ya kusini mashariki, wamesema juhudi hizo zinaenda sambamba na utolewaji wa elimu ya namna bora ya kukabiliana na wanyama hao wakali na waharibifu katika maeneo ya vijiji vilivyoathirika na wanyama hao, elimu inayotolewa na maafisa wa mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori nchini TAWA. Ongezeko la binadamu linapunguza ile nafasi ya wanyama, lakini pia hizi shughuli zinazofanywa na binadamu zinaharibu mazingira yao. Ndugu zangu, naomba niwaambieni, kuna sehemu unakwenda, mtu anaacha kuishi katika kijiji, anaingia ndani kabisa kule. Sisi serikali inatambua thamani ya kwako wewe kama mwananchi, lakini inatambua hii rasilimali. Haiwezi kuwaacha wananchi wapate changamoto wakati ipo, haiwezekani kabisa, na ndio maana inafanya kila jitihada kuhakikisha nyinyi mnaendelea kuwa salama. Hizi ni jitihada zilizofanywa na mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori TAWA katika kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa salama pamoja na mali zao. Vituo hivi vyote vina askari wakiwa na silaha, wakiwa na mabomu baridi kwa lengo la kudhibiti tembo wanapoingia kwenye makazi ya wananchi. Hizo ni baadhi ya jitihada ambazo zimefanyika na mamlaka. Vile vile tunatoa elimu kwa wananchi katika haya maeneo yote yenye changamoto za wanyamapori wakati na waharibifu. Tunatoa elimu ya kujikinga na tembo, tunatoa elimu
ya namna wananchi wanaweza kujiepusha na wanyamapori wakati wa uharibifu. Tunatoa elimu kwa sababu kwanza pengine wananchi hawaelewi kwa nini tembo wameongezeka kwenye makazi yao. Tembo wamekuja kwenye makazi ya wananchi kwa sababu mbali. Moja, kwanza ni kwa sababu ya ongezeko la wananchi. Na baadhi ya wakazi wa maeneo yaliyoathirika na uvamizi wa tembo pamoja na mambo mengine wameishukuru serikali kwa jitihada zake za kuwadhibiti tembo kwa kujenga vituo vinavyowezesha shughuli za doria kufanyika, hususan kwenye maeneo ambayo yanavamiwa na tembo mara kwa mara. Nditi ilikuwa ni kazi ngumu sana tukishaona ndovu kuondoka kwa wakati. Lakini TAWA wametujengea jengo. Hili la kwanza, wananchi wa Nditi tunashukuru. Mwanzoni tulikuwa hatujui faida ya ile jengo. Wengi tuligombana sana, jengo lile wangekwenda kujenga Ngangapo wanakotokea ndovu, mara wangejenga huko na Chingwea, lakini kwa sasa kuwepo kwa kituo Nditi kwa mwaka huu, ingawaje imani zetu hazijatulia, lakini mwanzo wa imani unaanza kuja, kwa sababu kwa mwaka huu wakulima wameanza kufanya kazi mashambani kwa utulivu kidogo, tofauti na miaka 4 iliyopita. Ni taarifa yake Goodluck Msola. Wafugaji wadogo wa ng'ombe wa maziwa na ng'ombe wa nyama katika mikoa 5 ikiwemo Arusha na Kilimanjaro wameanza kunufaika na teknolojia za kisasa za kubaini na kutoa taarifa za mwenendo wa afya ya mifugo ikiwemo magonjwa, lishe na wakati sahihi wa joto la kuhitaji kupandishwa. Hazla Omar ameandaa taarifa kutoka Arusha. Mpango huo unafanyiwa majaribio kwa mara ya kwanza barani Afrika katika taasisi ya sayansi na teknolojia ya Nelson Mandela iliyopo jijini Arusha kupitia kituo cha utafiti wa teknolojia za kisasa kwa ufugaji fanisi PLF, ambapo wafugaji zaidi ya 100 tayari wamenufaika. Kwa hiyo tunajaribisha kwa wafugaji wa ng'ombe wa maziwa na teknolojia nyingine tunajaribisha kwa wafugaji wa ng'ombe wa nyama. Na hawa tumejaribisha kule Handeni na Simanjiro kwa wafugaji wetu wa Kimasai. Na kwa hawa ng'ombe ambao leo tumewaweka katika hii hub yetu, hawa tumewatoa katika vijiji hivi ambavyo wanafanya navyo utafiti katika wilaya ya Hai. Hapa ng'ombe anamezeshwa kifaa maalum chenye uwezo wa kubaini changamoto zote za kiafya na kuzitolea taarifa kwa ajili ya mfugaji kuchukua hatua. Na kifaa hiki ni salama kwa mnyama, na kifaa hiki kitakuwa kinachukua taarifa za yule mnyama kuhusu chakula alichokula, maji aliyotumia, mnyama kuhusu afya yake na vitu vingine, na taarifa hizi zinapelekwa kwenye kifaa ambacho kinafungwa kwa kila nyumba ya mfugaji. Kifaa hicho pia kinaunganishwa na simu yake. Mpango huo umetajwa kuwalenga wafugaji wadogo wa ng'ombe wa maziwa pamoja na wale wafugaji wa ng'ombe wa nyama, kwa kuanza na mikoa 5 ambayo ni Arusha, Kilimanjaro, Manyara, Tanga na Dar es Salaam. Lakini kituo hiki pia kitatumika kwa ajili ya kufundisha wakulima wetu. Kama mnavyofahamu, kwenye sekta hii ya ufugaji wa ng'ombe wa maziwa na hasa wafugaji wadogo wadogo kuna changamoto nyingi, lakini mojawapo ni namna ya kutambua magonjwa kwa wakati. Kwa tunachofanya sasa sisi ni kujaribu kutafuta majawabu ya hizo changamoto. Kwa sasa kwenye majaribio tumeshawafikia wakulima 110. Hawa ni wafugaji wa ng'ombe wa maziwa, ni wafugaji wadogo wadogo kabisa. Kwa hiyo tumeshawasambazia hii teknolojia. Hakika ni suluhisho kwetu sisi wafugaji. Kwa kitu kikubwa, ng'ombe azungumzi. Anaumwa huwezi kujua, utaona matunda yake tu baadaye. Lakini teknolojia hii itatupa kwenye hali ya kujua na kubaini kwamba ng'ombe wangu ana tatizo gani. Hasa tatizo kwamba wakifanya bei kubwa tutashindwa. Iwe bei ndogo ambayo inaweza kutusaidia wakulima na wafugaji. Ni taarifa yake Hazla Omar. Bodi ya wakurugenzi ya taasisi ya utafiti wa mifugo Tanzania TALIRI imefanya ziara ya kukagua miradi ya utafiti inayotekelezwa katika kituo cha TALIRI kanda ya kati Mpwapwa mkoani Dodoma, lengo likiwa ni kuimarisha uzalishaji wa mifugo kupitia kuchanganya mbegu. Taarifa zaidi na Mrisho Mapeo. Akizungumza baada ya ziara hiyo iliyofuatiwa na kikao cha robo ya 3 ya bodi ya TALIRI, mwenyekiti wa bodi hiyo Profesa Sebastian Chenyambuga ameipongeza TALIRI kwa kazi ya uzalishaji wa teknolojia bora ya mifugo na malisho, ambapo amewataka wafugaji kushirikiana na TALIRI ili kupata malisho. Tunawasihi wafugaji kwamba hapa TALIRI kuna malisho, kwa hiyo unaweza mfugaji badala ya kuzoea uchungaji huria, lakini akaja akatafuta hapa mbegu za malisho. Mbegu za malisho zipo, majani
kwa maana ya majani, lakini vile vile na malisho ya aina ya mikunde. Kwa hiyo wanaweza wakapata mbegu kutoka katika kituo hiki, lakini vile vile kuna hay au majani ambayo yamekatwa makavu, yamehifadhiwa, ambayo yanaweza kutumika kulishia mifugo kama ng'ombe, mbuzi. Kwa hiyo wafugaji mbalimbali wanaweza kuja kujipatia, na tumeona kwamba hay ipo ya kutosha kwamba mfugaji anayetaka anaweza akajipatia. Lakini vile vile kuna mifugo kama ng'ombe ambao wanastahili mazingira ya ukame, ng'ombe aina ya mpwapwa. Tumeona kwamba wapo, kwa hiyo kama wafugaji wanaweza wakaja kujipatia mbegu bora na kubadilisha ufugaji. Kwa upande wake, mkurugenzi wa taasisi hiyo Profesa Eric Komba amesema mkakati wa TALIRI ni kuhakikisha teknolojia bora za mifugo zinaendelea kusambazwa kwa wafugaji ili kuongeza tija ya ufugaji nchini. Ameongeza kuwa taasisi imepokea maelekezo yaliyotolewa na bodi hiyo iliyowataka kuongeza ukaribu na wafugaji, ambapo imeahidi kufanyia kazi, kwani maelekezo hayo yamelenga kuongeza tija ya ufugaji nchini. Mradi huu unahusisha kuchanganya mbegu. Sasa mbegu tunazochanganya katika mradi huu ni mbegu ya mbuzi kutoka Afrika Kusini anaitwa Boa, au wana sifa ya nyama nyingi, lakini tuna mbuzi wetu wa asili ambao wanaitwa Gogo White. Sifa ya mbuzi wa asili ni kwamba wanakuwa na uvumilivu wa magonjwa, lakini pia kwenye mazingira ya kitropiki wao wana uvumilivu zaidi. Lakini aina ya tatu ya mbari ambayo tunachanganya kwenye mradi huu ni mbuzi aina ya Kamorai. Huyu anatoka nchini Pakistan. Sasa kwenye mradi huu leo tumekuja kuangalia matokeo ya mchanganyo wa kwanza, ambapo madume aina ya Boa kutoka Afrika Kusini yamechanganywa na mbuzi wa asili kupata kizazi cha kwanza, kizazi chotara, ambacho sasa kinakuwa na sifa za mbuzi wa Boa, ukuaji wa haraka lakini nyama nyingi, lakini na kizazi chetu cha mbuzi wa asili ambao ni wavumilivu wa magonjwa. Kwa hiyo hapa tuna kizazi cha kwanza ambacho tumekuja kukiona, tumekuja kuona matokeo ya utafiti huu. Tumeona ni mbuzi wachache wamezaliwa, lakini bado programu inaendelea, na baada ya hapo sasa tutakuja kufanya uchaguzi. Akiwakilisha wajumbe wa bodi hiyo, Yohana Kubini amewataka wafugaji kufanya kazi zao kwa kushirikiana na TALIRI, hasa kwenye upatikanaji wa mazao ya mifugo yenye tija ikiwemo maziwa. Nachoweza kusema kingine ambacho kinakosekana kati ya taasisi ya mifugo kwenda kwa walaji ama watumiaji wa mwisho wa taasisi wa tafiti hizi ni wananchi. Nadhani kuna changamoto hapo ya taarifa sahihi. Kila ambacho kinazalishwa hakifiki moja kwa moja kwa mlaji, ama kinafika kwa kiwango kidogo. Kwa maana hiyo, kinachotokea ni kwamba inakuwepo kundi la eneo fulani wanaonufaika na taasisi hizi. Kwa mfano, tumetembelea kwenye ng'ombe, tumeona kuna ng'ombe ambaye ni mpwapwa breed ama ni kienyeji wa asili ya mpwapwa, amekuwa crossed, na tayari tuna ng'ombe ambaye anatoa mpaka lita 9 mpaka 10 za maziwa. Hili ni jambo jema sana kwa wafugaji endapo watapatiwa hii elimu ama wakatafiti namna ya kupata taarifa hizi sahihi, ili waweze kupata ng'ombe hawa ambao ni wavumilivu kwa magonjwa, ni wavumilivu kwa maana ya malisho, pamoja na changamoto za kimazingira ya Tanzania. Katika ziara hiyo ambayo ni sehemu ya utekelezaji wa majukumu ya bodi hiyo, wametembelea maeneo ya utafiti wa mbuzi, ng'ombe na uzalishaji wa malisho. Ni taarifa yake Mrisho Mapeo. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM mkoani Geita, Manjale Magambo, amewataka wanachama wa chama hicho kufuata taratibu za chama na kuacha tabia ya kuvuruga umoja wa chama, hususani katika kipindi cha mchakato wa uchukuaji fomu za ubunge, udiwani na uchaguzi wa ndani wa chama. Taarifa na Joel Maduka kutoka Geita. Magambo ametoa wito huo wakati wa ziara yake pamoja na kamati ya utekelezaji ya UVCCM mkoani humo, ambapo wametembelea wilaya ya Bukombe na kupitia katika kata zote 122 za mkoa wa Geita. Amesema Chama cha Mapinduzi bado kina nguvu na kina imani kuwa kitaendelea kuvuka salama katika mchakato wa uchaguzi kutokana na maandalizi madhubuti yaliyofanyika. Amewataka vijana kuhakikisha kuwa mchakato yote inafanyika kwa amani, usawa na kwa kuzingatia misingi ya chama hicho. Katibu chama kimetangaza, chama hakijatangaza wakati wa kufanya fujo. Isiyemoe, sio wakati wa kufanya, ni wakati chama kimetangaza utaratibu huo ufuatwe kama utaratibu ulivyotangazwa na nini. Hatuhitaji kuona
Wana CCM na viongozi baadhi wanatumia kipindi hicho kukivuruga chama chetu. Wanatumia kipindi hicho kukigawa chama chetu. Na chama kimetangaza, kinatambua bado tuna madiwani, kinatambua bado tuna wabunge. Tuwape nafasi pia waendelee kutimiza majukumu yao. CCM oye! Nao baadhi ya vijana wa chama hicho wameelezea ushiriki wao katika mchakato mzima wa uchaguzi wa mwaka huu na kuelezea dhamira yao ya kukijenga chama kupitia ushirikiano na mshikamano. Wetu sisi ni kuhakikisha kwamba tuna cover kwa kila nafasi ambayo tunaona kwamba tunaweza tukatosha. Kwa hiyo uchaguzi unaokuja huu, sisi ushiriki wetu ni 100% bila kurudi nyuma. Yaani hakuna sehemu ambayo tunahisi kwamba tunaweza tukapelea hata kidogo. Kwa hiyo mimi nizidi tu kuhamasisha vijana wenzangu. Kwa hiyo anaona kwamba kuna sehemu ambayo anaona kwamba anaweza kafiti na anaweza kukaa vizuri na anaeleweka vizuri, akachukue nafasi au akachukue fomu kwa ajili ya kuchukua nafasi ambayo anaona kwamba kwake yeye inaweza kumfaa. Hilo ondoeni shaka, vijana tumejipanga, tuko vizuri. Kiufupi, uchaguzi tumeshamaliza, leo tunasubiria tu kama ilivyopangwa, yani ilivyo sheria. Ushiriki wa vijana ni kwa tupo kwa ajili ya kuhamasisha watu. Ushiriki tutashiriki vizuri kwa moyo wote. Ushiriki wa vijana kwa mchakato wa 2025 upo vizuri kwa sababu tumejipanga na tumejipanga na tumeweza kuhamasisha watu mbalimbali waweze kufanya nini. Mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Geita Manjale Magambo yupo ilani Bukombe kwa ziara ya kujenga chama pamoja na kusisitiza vijana kujitokeza kwa wingi kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Katika ziara hiyo amekutana na wanachama kutoka kata ya Bulenga, Nganzo, Butizia na Katome. Ni taarifa yake Joel Maduka. Mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko amewataka waumini wa dini zote kutumia vizuri nyumba za ibada kwa kuhakikisha wanadumisha amani na upendo, ikiwa ni pamoja na kutojihusisha na masuala yoyote yanayoashiria uvunjifu wa amani nchini. Neema Hussein ana taarifa zaidi. Mrindoko ameyasema hayo wakati akiwasilisha mchango wa shilingi milioni 50, fedha ambayo imetolewa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassani kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa kanisa la AICT Mpanda. Kama moyo wako umekutuma kugombea nafasi mbalimbali, basi gombea huku kitunza amani na usalama. Kama wewe hutagombea nafasi, basi nikuombe ushiriki katika kupiga kura kuchagua viongozi wanaotufaa katika kipindi cha miaka 5 inayokuja, na huku kuhakikisha unatunza amani, utulivu na usalama, ili baada ya uchaguzi nchi yetu na mkoa wetu uendelee kubaki katika hali ya amani, usalama na utulivu. Niwaombe sana tuzitumie vizuri nyumba za ibada katika kuhakikisha kwamba amani na upendo unahubiriwa na mshikamano wa kitaifa unahubiriwa. Mbali na hilo, pia Mrindoko ameitaka jamii kushirikiana katika swala la malezi kwa watoto na kuwajenga vijana katika maadili mema kwa kuwataka warejee katika imani zao za dini. Sisi wote hapa tuna wajibu wa kuhakikisha maadili mema yanaendelea kuwepo kwa vijana wetu wote, wawe ni watoto, wawe ni vijana wa umri wa kati, wawe ni marika ya katikati, wawe wazazi, wawe walezi, wananchi wote kwa ujumla tuhakikishe kwamba tunaishi kwa kuzingatia maadili mema. Lakini tuhakikishe pia watoto wetu na vijana wetu tunawaongoza na tunawajenga katika maadili mema. Na nguzo kubwa ya kuwajenga katika maadili mema tunayo. Nguzo kubwa ni kuwataka warejee kwa Mwenyezi Mungu kwa maana kufuata maelekezo yote ambayo yanapatikana kwenye mafunzo zetu za dini. Wakati akitoa neno la shukurani kwa serikali, mwinjilisti kutoka makao makuu ya kanisa la AICT Mwanza ameahidi kushirikiana na serikali kwa maagizo yote yaliyotolewa. Aidha, Mrindoko ameahidi kuendelea kudumisha mshikamano na madhehebu yote ndani ya mkoa wa Katavi ili kuendelea kujenga mkoa na nchi kwa ujumla. Ni taarifa yake Neema Hussein. Benki ya Stanbic Tanzania imezindua rasmi huduma ya malipo ya kidijitali itwayo Lipa na Stanbic inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kutoka kwa mitandao yote ya simu na benki zote moja kwa moja kwenye akaunti zao za benki, lengo likiwa ni kurahisisha ukusanyaji wa mapato. Taarifa iliyoandaliwa na Ellen Manyangu inasomwa na Miriam Mlaponi. Akizungumza katika uzinduzi huo, Frederick Max, afisa mkuu wa wateja wa biashara wa benki ya Stanbic Tanzania, amesema kuwa huduma hiyo ni matokeo ya kuwasikiliza wateja wanaohitaji njia rahisi na salama ya kukusanya mapato na kubainisha kuwa mwaka huu ni muhimu kwa benki hiyo kwani inatimiza miaka 30 tangu kuanzishwa kwake. Sharon Mujuni, mkuu wa idara ya miamala wa benki ya Stanbic Tanzania, ameeleza kuwa Lipa na Stanbic itawezesha wateja kupokea malipo kwa njia rahisi, huku
fedha zikiingia moja kwa moja kwenye akaunti zao za benki, na kuongeza kuwa huduma hiyo inasaidia kujenga historia ya miamala ya biashara. Tumezindua huduma yetu ya Lipa Simple na Stanbic. Wengi watakuwa wanaifahamu kama Lipa Namba, ni huduma ya Lipa Namba. Lakini kwa upande wa Stanbic sisi tumeirahisisha zaidi, kwa tumeipa jina Lipa Simple na Stanbic. Tunaelewa wafanya biashara mbalimbali katika biashara zao wanakuwa wanapokea fedha kupitia njia mbalimbali, ikiwemo cash, ikiwemo kutoka katika mitandao mbalimbali na kutoka katika benki mbalimbali. Suluhisho tuliloleta leo ni kuwawezesha kupokea fedha kutoka katika mitandao mbalimbali na kutoka katika mabenki. Kwa hiyo hapo hela inaingia kwenye akaunti yako. Sisi kama Stanbic ni benki ambayo tumejitoa kuwasaidia Watanzania na kuchangia katika pato la taifa. Ukiangalia 35% ya pato la taifa linatoka kutokana na wafanyabiashara wadogo, yani SMEs. Lakini changamoto ambazo hawa wafanyabiashara wanakuwa nazo, moja ni swala la mtaji, lakini vile vile swala la masoko. Sasa vitu hivi vyote vinahitaji taarifa. Mfumo huu unasaidia wafanyabiashara hao kupokea malipo yao moja kwa moja kwenye akaunti zao za Stanbic, na vile vile inasaidia kumpa mfanyabiashara taarifa pale ambapo anahitaji muda wote. Asante sana Miriam Mlaponi kwa taarifa hiyo. Mtazamaji wa TVE, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Nezia Masinde. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Watu zaidi ya 100 wauawa kwenye shambulio nchini Sudan.